Karibu Fata Talk, mahali pekee tunayo nafasi na fursa ya kujadili masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Lakini wakati huu Fata Talk tutakuwa na series ya mfululizo wa majadiliano kuhusiana na namna ambavyo tunaweza kufikia shauku yetu. Mimi nitaita namna ya kufikia shauku yetu au namna ya kufikia mafanikio ya kila mmoja wetu. Tutakubaliana wote kwamba tunaposema mafanikio, kila mmoja anayo tafsiri yake ya mafanikio. Kila mtu atakuwa na tafsiri ya kwake ya mafanikio. Tukisema mafanikio kwa lugha nyepesi ni kutimia kwa shauku ya mtu. Kwa kila mmoja anayo shauku yake. Kwa uwezo ukachukua mafanikio ya mtu X ikawa ndio mafanikio ya mtu Y, kwa sababu kila mmoja hapa duniani amekuja kwa kusudi lake ambalo ndani yake huwa inamsukuma inaleta msukumo wa yeye kufanya jambo fulani. Kuna wengine ndani yao wamebeba shauku kubwa ya mafanikio, labda katika muziki, mwingine katika uigizaji, mwingine ana shauku kubwa katika uongozi. Kuna wengine wana shauku kubwa katika biashara na mafanikio ya kifedha. Wengine wana shauku kubwa katika kuelimisha watu, anatamani afike hatua ya kuweza kuwa na uwezo wa kuelimisha watu wengi zaidi. Kwa kila mmoja anayo tafsiri yake juu ya mafanikio. Kwa tunapojadili katika mjadala wetu wote kuanzia mwanzo hata mwisho, tutakuwa tukijaribu kugusa kila eneo. Kwa kila eneo, hatutagusa katika eneo moja tu la mafanikio. Kwa leo hasa tutaanza na namna ya kutimiza shauku yako au kutimiza mafanikio yako. Katika mjadala wetu tutatumia neno shauku badala ya neno ndoto, kwa sababu watu wengi ukizungumza ndoto wanadhani ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini tukitumia neno shauku nadhani wengi tutaelewana nao. Kwa tukisema shauku ndio itakuwa hicho ambacho wengine wanaita ndoto, kutimia kwa ndoto, basi itakuwa ndio kutimia kwa shauku au nia au kitu kama hicho, kitu ambacho wengine wanaita vision, maono ya mtu kutoka ndani. Sasa namna gani utatimiza maono yako? Kile ambacho kinakunyima usingizi, maana wataalamu wanasema ndoto sio kile unachokipata ukiwa usingizini, bali ni kile ambacho kinakunyima usingizi. Kile kinachokunyima usingizi, namna gani utakifikia? Tutaanza kujifunza. Kwa leo hii tutaanza na moja kati ya njia muhimu sana kufikia shauku yako. Njia ya kwanza, ili uweze kufikia shauku ya kwako, tutakubaliana na mimi kwamba cha kwanza kitakachokufikisha kwenye shauku yako ni sababu ya kwa nini unataka kufanikiwa. Kwa cha kwanza kabisa ni kwa nini unataka kutimiza hiyo shauku yako. Ni kwa nini unataka kufika hapo? Kwa nini unataka kuwa kiongozi mkubwa? Ni kwa nini unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa? Ni kwa nini unataka kufanikiwa katika muziki? Ni kwa nini unataka kuja kuwa superstar? Ni kwa nini? Ukianza kujua kwa nini unataka kuwa hicho unachotaka kuwa, hiyo ni sababu ya kwanza ya mafanikio. Labda nikueleze kitu kimoja. Kila mmoja ana set mawazo na mipango ya namna atavyoishi katika mafanikio yake, lakini anasukumwa na hali aliyonayo kwa sasa. Wengi wetu, hali za majumbani kwetu, hali za asili yetu, hali ya maeneo tulikotoka yanakuwa ni sababu ya kutusukuma. Sasa je, hali ya nyumbani kwako, hali ya mazingira unayotoka, hali ya jamaa yako au hali ya jamii katika wakati huo kuhusiana na kile unachotaka kufika inakusukuma kiasi gani? Kama inakusukuma kidogo, basi mafanikio yako ni kidogo, na kama inakusukuma kwa nguvu, basi mafanikio yako ni makubwa. Na ndio maana kwa mfano kwenye uchumi wanasema 85% ya watu waliofanikiwa duniani ni first generation. Yaani watu wenye uchumi mkubwa duniani ni first generation. Kwa maana kwamba unakuta matajiri wengi ni mtu ambaye alianza yeye na sifuri mpaka kufika hapo. Na utaona aina hii imetokana na shauku ya hali halisi ya mazingira aliyokulia. Umaskini uliokithiri ulimfanya afanye kazi kwa bidii. Labda ni hali ya familia nzima ambayo ilikuwa inamtegemea ilifanya afanye kazi kwa bidii. Kuna watu wamesoma na wamefanikiwa sana katika masomo, sio kwa sababu wana akili, ila hali ya familia ilikuwa hakuna njia nyingine isipokuwa hiyo. Sasa angalia wewe katika maisha yako, unayo njia nyingine au una hali gani inayokuzunguka ambayo inakusukuma kwenda katika hayo mafanikio? Hiyo itakupa nguvu ya kufanya zaidi na zaidi. Tukumbuke kwamba katika kufanikiwa hakuna njia nyepesi, njia zote huwa zinakuwa ni ngumu, lakini kama kinachokusukuma kina nguvu, basi utapenya na utaenda.
Watu wengi watakuwa ni mashahidi. Tumekuwa na vijana wengi sasa hivi ambao wako kwenye siasa na wamekuwa ni mashuhuri, lakini ukiwaangalia historia zao, hata wewe utakubali kwamba kwa hali hii ilikuwa lazima asukume kutoka hapo alipo. Utaona wanasiasa wengi wanashare hali ya mazingira walikotoka, wametoka katika mazingira magumu. Sasa wewe angalia mazingira yako, basi mazingira yako yawe sababu ya kukusukuma kwenda kufanikisha lile unalofanya. Hata kama kutakuwa na maumivu kiasi gani, usukume tena na tena na tena kufikia mafanikio. Nitakupa mfano mwepesi. Kuna mtu anaitwa Buster Douglas aliyepigana na Michael Tyson akiwa katika hali yake nzuri zaidi ya mapambano. Michael Tyson akiwa amepigana mapambano mengi na kushinda, alikutana na Buster Douglas, mtu ambaye alikuwa hana uzoefu mkubwa kama Michael Tyson, hana jina kubwa kama Michael Tyson, lakini yeye alikuwa na sababu kubwa kuliko Michael Tyson. Kwa sababu Buster Douglas siku chache kabla ya pambano alikuwa tayari ametalakiwa na mke wake, alikuwa tayari amefiwa na mama yake, na alikuwa tayari Buster Douglas ana mtoto wake yuko hospitali anahitaji matibabu na inahitaji pesa nyingi kwa ajili ya matibabu ya mtoto wake ya moyo. Kwa hiyo alipoenda kupigana na Michael Tyson alipigwa ngumi nzito na wote wakaamini kwamba Buster Douglas hawezi kuamka tena. Lakini alipolala Buster Douglas, wakati Michael Tyson anashangilia na kiamini kwamba pambano limeisha, Buster Douglas aliamka na akapigana, na alipigana mpaka akaweza kushinda pambano, na ikawa ni maajabu kweli kweli. Alipohojiwa kwa nini aliweza kuamka, akasema, nilijiuliza nalala hapa chini kwa raha gani? Kwa sababu mke ameniacha, mama yangu amefariki kwa kukosa matibabu, mtoto wangu anaumwa yuko hospitali, nina sababu gani ya kulala tena hapa chini? Akaamka na akarudi kupambana. Kwa hata wewe angalia sababu gani ipo nyuma yako. Wenda ni hali ya umaskini nyumbani. Kama umeichoka hiyo, basi hiyo sababu yako ya kwanza ya kuamka na kusema sasa nataka kuwa. Lakini sababu ya pili inayoweza kukusukuma ni maisha ya huko unakotaka kwenda. Na kuhakikishia kama utafanikisha ndoto yako, unapoenda ni pazuri na ni patamu. Na maana kuna wakati watu unabidi uwe na mtu role model. Unaangalia mtu anayeishi maisha unayotamani wewe kuyaishi. Kwa ukimwangalia anavyoishi, ukiangalia anavyoenjoy, na wewe inakupa nguvu ya kupambana na kutoka hapo ulipo. Anza kuangalia watu ambao unatamani kuwa zaidi ya wao au kama wao wanaishi vipi. Anza kuangalia kule unakotaka kwenda kukoje. Na nakuhakikishia unapotaka kwenda ni pazuri. Simama, amka na upambane. Twende katika mafanikio ya hiyo ndoto yako. Kama ni mwanafunzi unasoma, soma kwa bidii kwa sababu kuna kesho nzuri inakuja. Kama ni mfanya biashara, pambana, fanya biashara, jinyime, punguza matumizi, hakikisha kwamba unaweka nguvu na muda wa kutosha kwenye biashara yako ili ufike unapotaka kwenda. Kama wewe unaamini katika kipaji chako cha kuimba na kingine chote kile, ni content creator, sukuma kwa nguvu kwa sababu unapoenda ni pazuri kuliko ulipo sasa. Hizo sababu mbili, ya ulipotoka na unapotaka kwenda, itakuwa ni sababu ya kwanza ya wewe kufikia mafanikio yako. Leo tutaanza na hii moja, lakini tunazo nyingi zinafuata. Karibu na uendelee kufuatilia Efata Talk, na tutaendelea kukuletea moja baada ya nyingine. Hakika kesho nzuri inakuja kwa wote ambao tuko tayari kupambana. Asante sana.